Iran ina washirika wachache wa kutegemea katika migogoro ya kikanda na njia chache zaidi za kuhamisha mapato ya mafuta kwenda nje ya nchi. Rais wa Marekani Donald Trump kwa muda mrefu amekuwa akikosoa uongozi wa Iran. In the past, they've started Nimewajulisha kwamba wakianza kuua watu, na hili ni jambo ambalo huwa wanalifanya wakati wa ghasia zao, maana wana ghasia nyingi. Sasa wakifanya hivyo, tutawakabili kwa nguvu kubwa sana. Marekani ilijihusisha moja kwa moja wakati wa vita vya Israel na Iran kwa kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran. Sasa huku maandamano makubwa dhidi ya serikali yakiendelea nchini Iran, Trump amesema kwamba yuko tayari kuingilia kati endapo raia wowote watauawa. Aidha, Trump amesema kwamba utawala wake unafuatilia hali hiyo kwa karibu na kwamba ameshaionya Tehran kwa nguvu sana, hata zaidi kuliko anavyoongea sasa, kwamba wakifanya hivyo, yaani kuwa raia, watalipa gharama kubwa sana. Ni vigumu kujua picha kamili ya kinachoendelea nchini Iran kwa sababu vyombo vya habari huru haviruhusiwi kufanya kazi kwa uhuru nchini humo. Watu wengi vile wanaogopa kuzungumza hadharani, na sasa mtandao umewekewa vikwazo vikali. Phyllis Mote, Dira ya Dunia, BBC. Na msikilizaji, tukiachana na hayo, sasa tunaelekea katika mzozo kati ya Urusi na Ukraine, ambako Urusi imetumia kombora la balistiki la Oreshinki kama sehemu ya shambulizi kubwa dhidi ya Ukraine usiku kucha. Watu 4 wameuawa na wengine 25 wamejeruhiwa mjini Kiev jana usiku, ambapo milio mikubwa ilisikika kwa saa kadhaa na kusababisha anga kuwaka kwa milipuko. Zaidi na Sarafina Robi. Mashambulizi ya Urusi yalipunguza joto hadi nusu ya mji mkuu wa Ukraine hii leo siku ya Ijumaa, na kusababisha meya kutoa wito wa kipekee kwa wakazi kuondoka kwa muda katika jiji hilo lenye nyuzi joto chini ya 8 na ambayo inatarajiwa kushuka hata zaidi. Watu 4 waliuawa katika mji mkuu katika shambulio kubwa la kombora na ndege zisizo na rubani ambalo lilipasua vyumba vya ghorofa na pia kusababisha Urusi kurusha kombora lake la balistiki la Oreshnik katika kituo cha gesi magharibi mwa Ukraine. Ghasia hizo zimejiri saa chache baada ya Urusi kukataa mpango wa Ukraine na washirika wake wa magharibi wa kupeleka vikosi vya kulinda amani nchini Ukraine endapo kutakuwa na usitishwaji wowote wa mapigano katika vita vinavyokaribia miaka 4. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema kuwa majengo 20 ya makazi mjini Kiev yameharibiwa na kuongeza kuwa ndege ya Urusi isiyo na rubani imeharibu jengo la ubalozi wa Qatar. Takriban nusu ya vyumba vyote vya ghorofa katika mji mkuu viliachwa bila joto kutokana na uharibifu wa miundombinu muhimu ya mji mkuu uliosababishwa na mashambulizi makubwa ya adui, kwa mujibu wa Klitschko. Alitoa wito kwa wakazi wa mji mkuu ambao wana fursa kuondoka kwa muda katika jiji hilo kwenda maeneo yenye vyanzo mbadala vya nishati na joto kufanya hivyo. Mamlaka mjini Kiev ilitangaza kuwa watu 4 waliuawa, ikiwa ni pamoja na daktari ambaye alikufa katika jengo ambalo lilipigwa katika shambulio la kurudia, na kwamba watu 24 walijeruhiwa. Vurugu hizo ni za hivi punde zaidi kuibuka Ukraine, huku wanadiplomasia wakizozana kutaka kupata mafanikio katika mzozo ambao umekuwa mbaya zaidi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Urusi ambayo ilianzisha uvamizi wake kamili mwezi Februari mwaka 2022 imesonga mbele na shambulio lake, ikishambulia Ukraine kila siku. Ujerumani leo hii siku ya Ijumaa imelaani Urusi kwa kushambulia Ukraine kwa kombora lake la balistiki la Oreshnik, ikishtumu Urusi kwa kutaka kuzua hofu. Urusi imezidisha hali hiyo kwa mara nyingine. Msemaji wa serikali Stephen May alisema baada ya Urusi kurusha kombora kwenye kituo cha gesi mara ya pili tu silaha hiyo inajulikana kutumika. Hizi ni ishara za vitisho zinazokusudiwa kuzua hofu, lakini hazitafua dafu. Mkuu wa sera ya mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema leo hii siku ya Ijumaa kwamba Urusi imeripotiwa kuishambulia Ukraine kwa kutumia kombora jipya la balistiki la Oreshnik, ikikusudiwa kutuma ujumbe kwa Ulaya na Marekani. Kaja Kallas ameandika kwenye mtandao wa X kwamba Rais wa Urusi Vladimir Putin hataki amani. Jibu la Urusi kwa diplomasia ni makombora na uharibifu zaidi. Sarafina Robi, Dira ya Dunia, BBC. Naam, asante Sarafina. Msikilizaji, kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili kuna taarifa mbalimbali unaweza kuzisoma hapa kwa kina, lakini kama taarifa yetu kuu ulioisikia ya maandamano zaidi ya zuka huko Iran, huku kiongozi mkuu akishutumu umati huo kwa kumfurahisha
Trump. Taarifa hii unaweza kaipata hapa, ipo katika moja kwa moja, unaweza kupita na kwenda kuisoma. Misheni ya siri ya kusafirisha mwili wa rais nyumbani, rubani afichua na kuiambia BBC. Taarifa hii unaweza kaisoma kwa kina zaidi kuhusu makala hii. Ni rais gani huyo? Takriban miaka 31 iliyopita. Uweze ukasome hapo katika tovuti yetu. Lakini kwa nini Trump amempandisha makamu wa rais wa Maduro badala ya mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel? Taarifa hiyo pia inapatikana bbcswahili.com. Ni saa 1 kasoro robo Afrika Mashariki, saa 12 kasoro robo Afrika ya Kati. Matangazo ya Dira ya Dunia. Habari kuu ni pamoja na kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Khamenei amesema taifa hilo halitashinikizwa na waandamanaji aliowaita mamluki wanaotumika na nchi za kigeni ambao wameendelea kuandamana kwa takriban majuma mawili. Urusi imefanya msururu wa mashambulizi makali kwa kutumia makombora ukiulenga mji wa magharibi wa Ukraine wa Lviv. Na kiongozi wa upinzani wa Uganda Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine amemshutumu Rais Yoweri Museveni kwa kudanganya wananchi na kung'ang'ania madaraka. Na tutaangazia kwa kina Uganda kuelekea uchaguzi mkuu nchini humo unaotarajiwa Januari 15 mwaka huu. Hii ni BBC. Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi kwenye matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kampuni ya akili mnemba inayomilikiwa na mtu tajiri zaidi duniani Elon Musk itwayo Grok imezuia idadi kubwa ya watumiaji wake kuweza kutengeza picha zenye maudhui ya ngono. Hatua hiyo imefuatia kuongezeka kwa utata kuhusu watu kutumia Grok kuvua nguo watu kwenye picha, yani kutengeza picha zao bila mavazi. Baadhi ya waathiriwa walikuwa watoto na kina mama. Robert Kipto na maelezo zaidi. Kampuni ya akili mnemba inayomilikiwa na mtu tajiri zaidi duniani Elon Musk imezuia kipengele cha kutengeneza picha kwenye programu yake ya Grok katika jukwaa la mitandao ya kijamii la X. Watu watakaolipia huduma hiyo pekee ndio watakaoitumia, baada ya watu kutumia programu hiyo ya akili mnemba kuunda picha zenye maudhui ya kingono, hali ambayo imezua upinzani mkali. Uwezo wa Grok wa kutengeneza picha uliwaruhusu watumiaji wa X kuhariri au kuunda picha zenye maudhui ya kingono ambazo ilibainika kuwa zinatumika kuunda picha za wanawake na watoto wakiwa na mavazi machache au wakiwa uchi, mara nyingi bila ridhaa ya watu waliopo kwenye picha hizo. Wimbi la picha za nusu uchi kwenye X uliwafanya wabunge wa Ulaya kutaka hatua za kisheria zichukuliwe, huku waziri wa habari wa Ujerumani Wolfgang Weimer akizitaja kama kugeuza unyanyasaji wa kingono kuwa wa kiviwanda, huku tume ya Ulaya ikizitaja kuwa kinyume cha sheria. Kampuni hiyo ya Grok iliwaambia watumiaji wa X mapema hii leo kuwa vipengele vya kutengeneza au kuhariri picha sasa vinapatikana kwa watu wanaolipia pekee. Programu hiyo ya Grok inayojitegemea, ambayo hufanya kazi tofauti na X, bado inaruhusu watu kutengeneza picha bila usajili. Tume ya Ulaya ilisema siku ya Jumatatu kwamba picha kama hizo zinazosambazwa kwenye X ni kinyume cha sheria na zinachukiza, huku mdhibiti wa data wa Uingereza akisema ameuliza jukwaa hilo kuelezea jinsi inavyofuata sheria za ulinzi wa data kufuatia wasiwasi kwamba Grok ilikuwa inazalisha picha za unyanyasaji wa kingono dhidi ya wanawake na watoto. Andy Evans ni naibu rais wa muungano wa Ulaya. On X, over the last week or so, countless people have seen images of themselves doctored artificially by Grok at the request of other users. Katika kipindi cha wiki moja iliyopita katika mtandao wa X, watu wametizama picha zao zilizobadilishwa mtandaoni. Kwa mfano, unaweza kuona picha yako imechapishwa mtandaoni ukiwa na mke aliyevalia mavazi ya harusi. Watu wanauliza programu hii kuwatoa mavazi yote au kuwaweka kwenye hali tatanishi. Picha za watoto pia zimetumika kwa hali kama hii. Watu maarufu wametuma ujumbe kwa X wakisema kuwa wao hawakuridhia picha zao zilizotengenezwa na akili mnemba zitumike mtandaoni. Siku ya Jumatatu, muungano wa Ulaya ulitaja picha hizo kama za kudhalilisha na kuaibisha. Lakini kuna baadhi ya watu wanaopinga hatua hii ya Elon Musk, wakisema ni mfumo wa kudhibiti uhuru wa kujieleza. Elon Musk here is the enemy of free speech. Elon Musk ni adui wa uhuru wa kujieleza. Amedhibiti uwezo wa watu wa kutumia programu ya Grok. Haikuwa hivyo, Elon Musk angechukua hatua ambazo zingewazuia watu kutumia programu hii kudhalilisha wengine, ili programu hii itumike na kila mtu. Hii inaashiria kuwa anazuia watu kujieleza.
Lakini wiki iliyopita Elon Musk alisema mtu yeyote atakayetumia Grok kuunda maudhui haramu atawajibishwa kisheria. Naam, asante Robert Kipto. Raia wa Australia wamekwama katika tahadhari kali kufuatia kuendelea kwa moto wa msituni unaoteketeza makazi na mali katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, huku wakionyeshwa haja ya kujiandaa na hasara kubwa ya mali ama madhara makubwa zaidi. Taarifa hii kwa kina anasoma hapa Ahmed Bahaj. Katika jimbo la Victoria, mamlaka zimeonya kuwa wimbi kali la joto linaloikumba Australia linaongeza hatari ya milipuko mikubwa ya moto wa misitu. Kwa mujibu wa utabiri wa hali ya hewa, siku za Ijumaa na Jumamosi zinatarajiwa kushuhudia viwango vya juu zaidi vya joto kuwahi kurekodiwa katika majimbo na maeneo mengi ya nchi hiyo. Victoria na Australia Kusini zimetajwa kuwa miongoni mwa maeneo yaliyo katika hatari kubwa zaidi kutokana na mchanganyiko wa joto kali na upepo mkali. Serikali ya jimbo la Victoria imetangaza marufuku kamili ya kuwasha moto, huku maeneo yote ya jimbo hilo yakiwekwa katika kiwango cha juu kabisa cha hatari ya moto kinachojulikana kama hatari kali au hatari mbaya sana. Mkuu wa mamlaka ya zimamoto ya Victoria, Jason Hafferman, alisema kuwa wakazi wanapaswa kujiandaa kwa hali mbaya zaidi. Wakazi wa Victoria wanapaswa kujitayarisha kupoteza mali au hata madhara makubwa zaidi, alisema. Moto mkubwa wa misituni uliripotiwa karibu na Longwood katikati ya Victoria umeunguza takriban hekta 36,000 za ardhi. Katika mji mdogo wa Rafi, angalau nyumba 20 zimeripotiwa kuharibiwa kabisa na moto huo. Nahodha wa kikosi cha zimamoto cha Rafi, George Noy, amesema mji huo umeathirika kwa kiwango kikubwa. Hata hivyo, alibainisha kuwa hadi sasa hakuna vifo vilivyoripotiwa. Wakati huo, naibu kamishna wa polisi wa Victoria, Bob Hill, alisema watu 3, watu wazima 2 na mtoto mmoja bado hawajulikani walipo katika eneo la Longwood. Alisema maafisa wa usalama waliwahi kuzungumza na watu wao katika makazi yao siku iliyotangulia na kuwaonya watafute hifadhi, kwani ilikuwa imechelewa kuhamishwa. Hata hivyo, waliporejea baadaye walikuta nyumba hiyo imeteketea kwa moto bila ya kuwapata watu hao watatu. Katika eneo la Australian Capital Territory linalojumuisha mji mkuu Canberra, marufuku kamili ya kuwasha moto imetangazwa kwa mara ya kwanza ndani ya kipindi cha miaka 6. Kwa upande mwingine, jiji la Sydney linatarajiwa kushuhudia joto la hadi nyuzi joto 42 siku ya Jumamosi kabla kushuka hadi takriban nyuzi joto 26 siku ya Jumapili. Kwa miaka 16 Abdalla Bakari Sijambo, maarufu kama mhasibu wa daladala, amekuwa kivutio kwa abiria wengi ndani ya jiji la Dar es Salaam na mfano wa kuigwa kwa makondakta wenzake kwa namna ambavyo amekuwa akitoa huduma zake kwa kuchanganya sanaa ya ucheshi ndani ya kazi yake. Umaridadi wake kimavazi na matumizi ya lugha safi pia ni miongoni mwa vile ambavyo vinaendelea kumwongezea sifa na kumpatia umaarufu, sio tu kwa abiria ambao anahudumia kila siku, bali hata kwa wafuasi wake kwenye mitandao ya kijamii. Egan Sala anaarifu zaidi. Bonjo. Ni maarufu mtandaoni kwa jina mhasibu wa daladala. Niaba ya abiria yote ambaye anajijua kwa sasa amepanda gari ya rais wa makondakta Tanzania. Ni kondakta jijini Dar es Salaam aliyechagua utofauti kwa kutumia talanta yake ya ucheshi na kutoa zawadi ndogo ndogo kwa abiria wake. Kipindi naanza kwanza nilianza kawaida. Nikaona ngoja niwe tofauti na makondakta wengine. Cha kwanza, pia anapopanda gari langu anajipatia na zawadi ya pipi au bablish. Umeona Kesho nafanya zawadi ya pipi, na sasa hivi pia nimejiongeza, tunapoendea nitaanza kugawa na mayai ya kuchemsha. Jamani abiria wangu, hi. I love you so much. Nawapenda sana, karibuni. Naomba Matumizi ya misemo ya Kiswahili, muziki na lugha ya staha vinamfanya kuwa kivutio, wakati ambapo imezoeleka makondakta wengi si nadhifu, lakini pia huwa na lugha chafu mara kwa mara. Kazi unaopata shilingi 25,000 30 kwa siku, kazi nzuri. Unampita hata mfanyakazi wa serikalini. Simuona makondakta wengi hawavai tai, mimi navaa tai bwana. Makondakta wengi hawavai vizuri, hawaulambi, ila mimi naulamba vizuri. Nimevaa saa yangu nzuri, nimependeza, nimedamsha. Tukua hata abiria mwenye akiingia anaona yeye kweli. Ukimwona kondakta yote wa daladala anadai hela huko anaruka, unajua na matatizo ya afya. Kwa wafanyakazi wenzake, kuanzia madereva, makondakta na hata mafundi garage, wanasema ni mtu wa watu. Utendaji wake wa kazi ni mzuri, sio mbaya. Jana anapambana, hamna shida. Maisha yake ndio kama hivi unavyomuona, ni mtu wa watu. Anapendwa na watu,
ni mtu ambaye anafurahisha, ni mtu ambaye anapenda kumuona kila mtu anafurahi sana. Endelea kuwa na mali, jisikie kama mwenye mali Centreni. Abiria hubaki na kumbukumbu ya huduma zake, wengi wasiamini, kwani si jambo lililozoeleka. Kazi anayofanya kondakta hii ni nzuri, sisi tunamfurahia. Kwanza ni mcheshi, akasiriki, anaongea vizuri, yani kiufupi tu anafanya vizuri. Kwanza kondakta huyo ni msafi. Kwanza ni mtu unakuta yupo smart, na kama makondakta wengine wangeiga jinsi alivyo ingekuwa ni vizuri zaidi. Changamoto nazo ni sehemu ya maisha yake ya kazini. Changamoto unakuta kuna mwingine labda kaamka vibaya, mwingine bado unaweza bado unamfurahisha na bado kanuna vile vile, lakini inabidi umfanye umkee ili mpaka atulie, akae sawa katika msimamo. Njoo bonjo gari, achukua raia. Waswahili husema chezea fedha na si kazi. Kipende chako maana kimfaacho mtu ni chake, na kazi ni mbaya tu ukiwa nayo. Egan Sala, BBC, Dar es Salaam. Na msikilizaji, umesikia kazi ni mbaya kama unayo. Sijui Skola atafikiria nini kuhusu hilo, lakini ngoja kwanza tuende kwenye spoti. Mjadala wote tutauendeleza kwenye Facebook yetu. Hivi Bucha, na kazi kwako. Nianzie England, kutoka Bristol City hadi Manchester City. Ndani ya miaka mitatu pekee, Antoine Semenyo kupanda kileleni kumekuwa kwa kasi. Niko naye Phyllis Mwate. Naam, hivi kikosi cha Pep Guardiola kimekamilisha usajili wa forward huyo wa Bournemouth mwenye umri wa miaka 26 baada ya kutimiza masharti yake ya pauni milioni 65 na kuwapiku Manchester United, Liverpool, Spurs na Chelsea kwenye saini yake. Inaashiria hatua ya hivi punde ya kupanda kwa kasi kwa Semenyo, mzaliwa wa London ambaye anaiwakilisha Ghana kimataifa kupitia urithi wa babake. Alikataliwa na Arsenal, Spurs na Millwall kama kijana kabla ya kuishia katika akademi ya West Country inayoendeshwa na maneja wa zamani wa Leeds na Forest Green, Dave Hockaday. Bristol City ilimsajili mwaka 2017, lakini alihitaji muda wa mkopo huko Bath, Newport na Sunderland kabla ya kuingia kwenye kikosi cha kwanza cha Robins mnamo mwaka 2020 ama msimu wa mwaka 2020 mwaka 2021. Mnamo Januari mwaka 2023 alihamia Bournemouth kwa pauni milioni 10 na amekuwa akiimarika tangu wakati huo. Lakini kwa nini Manchester City na kwa nini sasa? Na maana yake kuhusu hali ya soko la uhamisho, kando pauni milioni 65 ni ada iliyopunguzwa kwa winga wa Premier League anayekaribia kiwango cha juu cha maisha yake ya soka. Kwa hivyo haishangazi kwamba Pep Guardiola na Manchester City walimsukuma sana Semenyo. Sasa hata kama takwimu zake zinaonyesha hata kwa na mabadiliko makubwa kwenye chaguzi pana ambazo tayari wanazo, Semenyo ametengeneza nafasi chache kwa dakika 90 msimu huu kuliko Ryan Cherki au Jeremy Doku, na kiwango cha mafanikio yake ni bora kuliko Savinho miongoni mwa mawinga waliojitolea kwenye kikosi cha City. Lakini bidhaa yake ya mwisho inavutia macho. Semenyo ndiye mfungaji bora wa 3 kwenye ligi akiwa na mabao 10 pamoja na asisti 3. Barabara kabisa Phyllis. Barani Afrika, shirikisho la soka la Algeria limeomba radhi shabiki mkubwa wa Kongo Kinshasa ambaye amekuwa mmoja wa nyota wa michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON inayofanyika nchini Morocco. Michael Nkuka Mboladinga ameiunga mkono Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuvaa kama kiongozi wa kwanza anayeheshimika wa nchi hiyo Patrice Lumumba na kubaki kwa kusimama wima katika kila mechi. Alisimama juu ya kiti akiwa ameinua mkono wake wa kulia kama vile sanamu maarufu ya Lumumba katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa, huku mashabiki waliokuwa karibu naye wakifurahia, wengine wakishangilia. Lakini baada ya Algeria kuwashinda Leopards siku ya Jumanne, mchezaji wa Algeria Mohamed Amin Amora alikabiliwa na upinzani kwa kuiga Mboladinga na kuanguka chini kana kwamba sanamu hiyo ilikuwa imeangushwa.
Hii ilimfanya forward huyo mwenye umri wa miaka 25 kuomba msamaha kwenye ukurasa wa Instagram akisema kitendo chake hicho hakikusudiwa kuwadharau kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mboya hao wa Jangwani walionekana kana kwamba wanaelekea kwenye mikwaju ya penalti kabla ya Abdel Bolbina kufunga dakika ya 119 na kujihakikishia nafasi ya kufuzu kwa robo finali ambapo watamenyana na Nigeria siku ya Jumamosi. Wakati huo sikuwa na ufahamu wa kile mtu au alama kwenye stendi iliwakilisha. Nilitaka tu kufanya mzaha kwa njia ya tabia njema bila nia yoyote mbaya au hamu ya kumkasirisha mtu yoyote, alisema Omur ambaye pia anachezea timu ya Ujerumani ya Wolfsburg. Naam, katika taarifa nyingine za AFCON ni kwamba punde sepunde Mali itakabiliana na Senegal katika mechi ya kwanza robo finali. Senegal imeshinda kombe la mataifa ya Afrika AFCON mara moja mnamo mwaka 2022, lakini rasmi mashindano yaliitwa AFCON 2021. Walipata ushindi huu kwa kuishinda Misri kwenye finali. Baadaye Cameroon watamenyana na wenyeji Morocco. Cameroon imeshinda kombe la mataifa Afrika AFCON mara 5. Morocco itakayosukumwa Matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia. Habari kuu ni pamoja na kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Khamenei amesema taifa hilo halitashinikizwa na waandamanaji waliowaita mamluki wanaotumika na nchi za kigeni ambao wameendelea kuandamana kwa takriban majuma mawili sasa. Na tume ya uchaguzi nchini Uganda imeanza kusambaza karatasi za kupigia kura na vifaa vingine kwa wilaya mbalimbali nchini humo kuelekea uchaguzi mkuu wa rais wiki ijayo. Utasikia vile ambavyo waangalizi wa uchaguzi wanazungumza. Hii ni BBC. Kama ndo mwanzo unajiunga nasi, karibu sana msikilizaji kwenye matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ukiwa nami Karo Robi na mwenzangu ni Skola Kisanga. Matangazo ambayo unaweza kuyategea sikio kupitia tovuti yetu bbcswahili.com, FM kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili, lakini pia kupitia redio shirika mbalimbali. Tume ya uchaguzi nchini Uganda imeanza kusambaza karatasi na vifaa vingine vya kupigia kura kwa wilaya mbalimbali nchini humo kuelekea uchaguzi mkuu wa urais wiki ijayo. Wagombea wanane akiwemo rais wa sasa Yoweri Museveni wanawania kuwa usukani mwa taifa hilo kwa miaka 5 ijayo. Ripoti kamili na mwandishi wetu Shuaib Ibrahim kutoka Kampala. Siku ya Alhamisi wiki ijayo, zaidi ya wapiga kura milioni 21.6 nchini Uganda wanatarajiwa kuelekea kwa debe kuchagua viongozi kwa nyadhifa ya urais na ubunge. Tume ya uchaguzi yenye jukumu la kuandaa uchaguzi huo imeanza kusambaza karatasi na vifaa vingine vitakaotumiwa katika zoezi la kupiga kura. Hii ni sehemu ya maandalizi ya mwisho kuelekea zoezi hilo litakalofanyika Januari tarehe 15. Akizungumza baada ya uzinduzi wa vifaa vya kupigia kura vitakavyosambazwa kwa wilaya 146 nchini Uganda, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Jaji Simon Byabakama amerudia wito wake kwa wapiga kura wa kuwataka kurejea nyumbani baada ya kushiriki zoezi hilo. Amateka tumanyi gagamba mtosola kuimira mita 20. Tunajua sheria inasema unaweza kusimama mita 20 kutoka kituo cha kupigia kura. Lakini sisi kama tume ya uchaguzi, kulingana na matukio tuliyoshuhudia katika uchaguzi zilizopita au hata uchaguzi mdogo, tunaporuhusu watu kusalia katika sehemu moja wakati waunga mkono wa wagombea tofauti kwa zaidi ya masaa 5 au 6, hatuwezi kudhibiti kutoanza kuvutana. Ngati batandise okubagana empau. Wagombea wanana akiwemo rais wa sasa Yoweri Museveni ambaye ameongoza Uganda kwa miongo 4 wanawania kiti cha urais. Baadhi ya wengine ni mpinzani wake mkuu Robert Kyagulanyi Ssentamu maarufu kama Bobi Wine, mwanamuziki aliyegeuka kuwa mwanasiasa na kiongozi wa chama cha NUP, Nathan Nandala Mafabi wa chama cha FDC, pamoja na Mugisha Muntu kutoka chama cha ANT. Timu ya waangalizi kutoka jukwaa la kibunge la nchi za maziwa makuu lenye nchi wanachama 12 imesema uchaguzi mkuu wa Uganda utafuatiliwa na wadau wa ndani mwa nchini Uganda, kikanda na kimataifa kutokana na mchango mkubwa wa Uganda katika ukanda wa maziwa makuu. Timu hiyo ni moja ya timu kadha za uangalizi ambazo zitafuatilia uchaguzi mkuu wa Uganda. Daktari Deo Mwapinga ni katibu mkuu wa jukwaa hilo. Kwa mara ya mwisho jukwaa la wabunge la nchi za maziwa makuu ilifanya uangalizi wa uchaguzi mwaka 2016. Mwaka 2021 walishindwa kufanya kwa sababu kulikuwa kuna changamoto ya uviko. Kwa hiyo leo ni miaka pengine 10, takriban 10 baada ya sisi kuwepo hapa,
Mazingira ya uchaguzi kwa wakati huu yamebadilika, kuna wapiga kura wengi zaidi, pengine joto la kisiasa wakati huu ni tofauti na wakati uliopita, lakini tunaamini kwamba yote haya ni kwa sababu jamii inazidi kukua. Hatuwezi tukategemea kwamba aliyotokea 2016 mazingira ya uchaguzi yatakuwa sawa na sasa, lakini tunaamini kwamba wadau wote wa ndani wa serikali ya Uganda, wadau wa ndani wa vyama vya siasa watashiriki kamilifu, na sisi kama jukwaa la wabunge tutakuwa tuna nafasi ya kueleza kile ambacho tumekiona. Jukwaa hilo pia limeahidi kuunga mkono juhudi za wadau wote katika mchakato wa uchaguzi wa Uganda bila kuegemea upande wowote, na linatarajiwa kutoa taarifa rasmi kuhusu uchaguzi wa Uganda wa Januari 15 baada ya kumalizika kwa zoezi hilo. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Kampala. Tunasalia Kampala kwake pia Shuaib Ibrahim, ambapo amezungumza na kufanya mahojiano maalum na kiongozi wa upinzani Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine, na ambapo amekuwa akishutumu na kumshutumu Rais Yoweri Museveni kwa kudanganya wananchi na kung'ang'ania madaraka kwa takriban miaka 40. Amesema anaungwa mkono zaidi na vijana ambao amesema wamechoshwa na uongozi wa muda mrefu na wanataka mabadiliko. Hata hivyo, Bobi Wine amesema yuko tayari kukubali matokeo ya uchaguzi endapo mchakato huu utakuwa huru, wa haki na wazi. Kwa hii campaign kama umeona wananikandamiza sana, lakini nafikiri ni Mungu alinipa nguvu ya kuendelea, lakini campaign hizi zilikuwa kali sana. Msemaji wa polisi amesema kwamba wafuasi wako ni wagomvi, ndio sababu kunakuwa na haya makabiliano. Unazungumzia vipi? Mambo za msemaji wa polisi ni uongo sana, kwa sababu huwezi kusema huyo candidate ako na masapota kali, kwa hiyo sababu ukumstop kwenda kufanya campaign. Waambia masapota zetu wawe non-violent. Tuko na laws ndani ya Uganda, mtu afanya kitu mbaya shika huyo. Nadhani nini kinasababisha hizi purukushani na makabiliano? Ni kuogopa, wanatuogopa, wanaogopa vijana, wanaona tuko na masupporters nyingi sana kwa nchi yote, kila fasi tunaenda wanaona hundreds of thousands of people, especially young people, wanakuja kutuonyesha support. Lakini hii government itake watu kuona ati mtu mwingine apart from Museveni ako na support kama yetu. Nini kinakufanya uamini kwamba wewe ndio mgombea halisi ambaye anaweza kupambana na Rais Museveni na kuwa rais ajaye? Kila mtu anaona sisi tuko na support kushinda makandidate zote, tuko makandidate nani, lakini ndio mimi pekee wana stop, wanakandamiza, wanapiga na kushika makolegi zangu. Unadhani iwapo unaweza kushinda urais, jeshi litakuheshimu kama rais wa nchi hii kwa sababu kwamba wewe si mwanajeshi? Constitution yetu inasema wajeshi watamupa rais heshima, na najua ati ndani ya jeshi yetu uko na watu na akili nzuri, mkishinda watanipa heshima lazima. Tangu miaka ya 2000 Rais Museveni amekuwa akisema kwamba yupo tayari kustaafu. Unadhani uchaguzi wa mwisho kwa Rais Museveni kuwa ni? Kila kitu Museveni anasema anadanganya. Museveni ni mtu wa uongo. Unakumbuka 1986 alisema watakuwa ndani ya government miaka 4. We never knew alikuwa anamaanisha miaka 40. Ni mambo gani ambayo umeyapanga kufanya iwapo utashinda katika siku zako 100 ukiwa uongozini? Baada ya kushinda na kuwa president, tuko na mpango mengi sana, lakini vitu vya kwanza ni kama kuwawacha ma political prisoners wote, watu kama Dr. Kizza Besigye, Honorable Alex Wise wa Mufumbiro, Eddie Mutwe na wote ma political prisoners. Lakini next step ni kuunite ma political players. Na je, wakati ukishindwa kuchukua uongozi? Mimi sina tabu na kushindwa ikiwa free and fair election. Wawache internet,
ifanye. Wawache watu waangalie mambo ya election. Na ni mahojiano maalum hayo kati ya mwenzangu Shoaib Ibrahim hapo na kiongozi wa upinzani nchini Uganda Robert Chagulanyi almaarufu kama Bobi Wine. Tukiwa bado tumejikita katika siasa hizo za Uganda, kufahamu zaidi kuhusu uchaguzi huo, Peter Mwangangi alizungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa nchini humo Aida Mutenyo, akianza kwa kueleza kuhusu masuala makuu yanayozungumziwa kuelekea uchaguzi wa wiki ijayo Januari 15. Mazingira ya uchaguzi huu wa sasa, mimi naona kwamba tume ya uchaguzi imejaribu kuweka mikakati chanya ambayo inaelekeza wagombea ambao tulionao, wagombea 8, kwa jinsi gani wanaendelea na mchakato wa kupiga kampeni zao na jinsi ambavyo watawania kinyang'anyiro chao. Miongozo nadhani imetolewa ya ratiba jinsi ambavyo ni wapi mgombea yupi anastahili kuwa wapi. Mimi naona hilo wakati huu imekuwa ni muhimu kwa sababu wako na mipango kwamba wakati mgombea fulani yuko wilaya fulani, mwingine yuko wilaya nyingine. Orodha za wapiga kura zishatolewa, tarehe zimetangazwa wazi, wagombea uraisi na wagombea ubunge. Kwa hivyo tume ya uchaguzi imeweka mambo wazi kwamba tutapitia mkakati hii na ile. Orodha za wapiga kura zishatolewa, hata watu washapokea vyeti vyao ama stakabadhi yao ya kuonyesha kwamba unapigia kura sehemu fulani, ambapo imetoa hizo kadi, zimetoa pia na picha yako na msema ambao unapigia kura. Kwa hivyo hiyo ndio mikakati naona kwamba imewekwa wazi na watu wanafuatilia katika vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, kuonyesha kwamba ule utayari wa tume ya uchaguzi ambao utafanyika uchaguzi ambao utafanyika kuanzia tarehe 15 mwezi wa Machi wiki ijayo. Aida, ukiangalia maandalizi ya uchaguzi kama ulivyotaja hapo awali, unazungumziaje imani ya wananchi katika tume ya uchaguzi ya mwaka huu? Unajua, tume ya uchaguzi ni taasisi na ina majukumu yake katika kuelekeza umma ni kwa jinsi gani ambavyo itatenda kazi yake. Imeweka mambo bayana kwamba uchaguzi utakuwa katika fulani, imetoa orodha ya wapiga kura. Imani ya jamii ni kwamba tume ya uchaguzi itatenda haki na itakuwepo na miundombinu ambayo itasaidia kujenga imani katika jamii na mchakato mzima katika kupiga kura. Na sasa ile ni asasi. Sisi huku kama jamii tunaona kwamba tumeelimishwa. Nikishapata kadi yangu ya kupiga kura, najua kwamba nitapiga kura. Kwa hivyo huo ndo utayari wa tume ya uchaguzi na tuna imani kwamba itatenda kazi nzuri. Maanake imekuwa muda baada ya muda ikielimisha watu. Hata kuna sehemu zingine wagombea wengine wameenda mpaka kotini, lakini imekuwa ikienda ikisawazisha kwamba hili labda hukuwa na vyeti vya kutosha, labda ulichelewa kufanya hiki. Yaani wanaenda wakitoa taarifa. Ile ni siasa na kuna sekta ambayo inasimamia, lakini wanaenda wakitoa taarifa kwamba hili limefanyika hili kwa sababu ya hili na hili na lile. Kwa hivyo sisi tuna imani kwamba kadri muda unavyoenda nao watatutendea haki sisi kama jamii ya wapiga kura. Na ukiangalia sera ambazo wagombea wanauza kwa wananchi, unazungumziaje hilo? Ni masuala gani ambayo makuu yanajitokeza mwaka huu, hasa ukizingatia vijana? Unajua, mdafuo wa vijana katika hali ya upigaji kura na matakwa huko nyuma yamekuwa hayajitokezi bayana. Ndio kweli tunazungumzia vijana. Vijana wameenda wakilalamika mambo ya ajira, wakiangalia mambo ya kuwekewa miundombinu ya kusikika. Kumbuka tunaenda kwenye masuala ya teknohama na AI. Kwa hivyo wao wanalalamikia labda serikali kwamba taasisi ambazo zinatakana kujengea vijana nguvu zao, labda elimu, kazi na nini, wanafikiria kwamba hawajatendewa haki. Mara nyingi vijana wengi wanalalamika kutokuwa na kazi. Hilo ndio swala kuu ambalo vijana wamekuwa wakijaribu kuangalia hawa wagombea wanakuja kutusaidia nini, wanakuja kutujengea taifa lipi. Sasa utajikuta ndio hawa ambao wanawania wako, kila mtu anakuja na ratiba yake. Sasa ndio mkinichagua tutaweka dawa kwenye mahospitali, barabara zingine tutatengeneza,
labda tutahakikisha kwamba kila mtu mpaka mtu wa chini kabisa anashughulikiwa kwenye mahitaji maalum. Sasa unaangalia kile kipya. Je, ni kitu gani ambacho kipo kwa saizi ambacho hakijaenda sawa? Je, hawa ambao wamegombea wamekuwa katika ubunge saizi, kuna wale wamekuwepo. Je, kama jamii wakati mwingine tunaweza kujiuliza, je, yale masuala ambayo wanatuwekea wao ambapo wamekuwa bungeni walisaidia vipi kwamba leo hii tuwe na imani kwamba tukiwapatia kura zetu watatusaidia katika malalamiko ama katika changamoto ambazo tunakumbana nazo katika maisha yetu ya kawaida. Jinsi ambavyo watoto wataenda shuleni, je, kiwango na hadhi ya ufanisi wa masomo ni yapi? Barabara zinazofikia watu mashinani ziko katika hali gani? Je, dawa ziko hospitalini? Na kama endapo wao walikuwepo wakaona kwamba hazikuwepo wakati ule walisema nini, na saizi tusikize nini kutoka kwao. Kwa hivyo kila mgombea yuko na manifesto yake, lakini wengine hata tujaona manifesto zao. Wengine wanakuja na mitazamo ambaye ni unaona tu kwamba labda ni hasi, unaona huoni mwelekeo. Wakati mwingine wa mgombea wengine utajikuta kwamba licha ya kuwa na wagombea kama 8, utajikuta wagombea kama 4, 5, 3, 4 hivi ndio wanakuja na zile nguvu za shinikizo na kwamba kweli tutaangalia hiki, tutatenda hiki. Swali ni kwamba je, haya ambayo wanajaribu kusema kwamba atatendeka yanafika mashinani? Maana kumbuka saizi ili mtu kupata taarifa za wagombea lazima mtu awe mashinani, lakini ukija kukutana na kundi ndogo wakati ambapo watu wengine hawajui nini ambacho naenda kufanya, basi hakuna jinsi ambavyo watu mashinani watakuwa na ule mwamko wa kusema kwanza watu kumpigia mtu fulani. Alafu pia ni mambo gani yamekuwa yakiendelea? Je, tunaposema kwamba mambo ama mikakati ambayo ameweka itakuwa ni mzuri, lazima tuangalie mahali tulipo ni kitu gani ambacho serikali ama awamu ya saizi haijasaidia kufanikisha. Tuangalie pia nao ni kitu gani ambacho wamepanga katika awamu ambao wanaingia kwenye bunge ambalo wanakuja, alafu labda tuangalie hawa wagombea pia nao wanatuahidi nini. Sasa tuangalie uwanja wa wagombea ama uwanja wa siasa kwa sasa. Naibu mwenyekiti wa chama tawala NRM ameiambia BBC kwamba upinzani Uganda hauna nguvu, hauna umoja. Upinzani una nguvu kiasi gani safari hii? Unajua kila anayekuja kugombea huwa amejiamini. Anapokuja na chama chake anajua kwa kweli sisi tumekuja. Tatizo ambalo labda tumeona na upinzani ni kwamba utaona vinara ambao wamekuja kwenye nguvu za upinzani, kando yao ama sambamba nao huoni yani ule msukumo mkubwa wa vyama. Manake utaona chama kwa mfano nenio NRM kiko na wafuasi wa bunge pia wanapigia debe chama chao, wanakuambia mazuri ambao wametenda. Ukija kwenye chama cha nenio cha Bobi Wine ambaye ni NUP, ye pia naye atakuja kwambie mimi sisi tunakuja tunapigania vijana, tutapatia hiki na kile. FDC vivyo hivyo. Hasa utaona vingine kidogo kama CP Conservative kinakuja pole pole, CMP pia kinakuja pole pole, RPP sio sana vile. Sasa utajikuta wagombea ni 8, lakini zile nguvu ambazo utaona kwa hao wagombea 8 kwa kweli baadhi yao ni hafifu. Wakati ambapo wamepewa, wamewezeshwa. Manake wakati ule tume ya uchaguzi ilisema kwamba itatoa magari, itatoa walinzi ambao watawasaidia hao wagombea kutembea kila sehemu ambazo zilipangwa na tume ya uchaguzi. Lakini wakati mwingine sijui ni vyombo vya habari ndio haviwaoni wale wengine ama ni wao tu ndio hawajitumi. Kwa kweli utajikuta kwamba nguvu zao kidogo ni chache katika wagombea ambao ni wa vyama vingine. Utajikuta kwamba ni wachache ambao wanaweka nguvu, wachache wengine wame kidogo sijui ni ile hali ya mazingira ambayo haiwafai. Lakini tunafikiria kwamba wao wangeweka nguvu, walete mikakati yao nini ambacho watafanyia serikali ama jamii kwa jumla. Kwa hivyo jinsi ambavyo wagombea wanakuja ni wachache sana ambao wanajaribu kuhamasisha jamii nini ambacho watafanya. Labda amekuwa bungeni ndio ameona hiki na hiki haikuenda vizuri, lakini kwa vile kwa nafasi yake yeye hakuwa labda rais
na labda hali yake kwa sababu ni mgombea pinzani hakuweza, ndo saizi anakuja kama rais. Ni wachache ambao wanaonyesha nguvu kama hizo. Aidha, tukiendelea na hili swala la upinzani, Kizza Besigye bado yupo kizuizini. Kutokuwepo kwake katika kinyang'anyiro hiki ama katika uwanja wa siasa kunabadilisha vipi uchaguzi huu? Kutokuwepo kwake katika siasa za saizi kumeleta ule mwamko kidogo kurudi chini. Unajua yeye alikuwa na command ya umma, alikuwa anatoa hoja zake bila uoga, bila kujali kwamba wengine watamuita nini. Yeye alikuwa na uwezo mpaka kwenda mashinani. Kwa hivyo ile force, ile command tumeipoteza kwa kumsikiza kwa kweli. Na ikiwa imesalia siku chache tu kabla ya uchaguzi wenyewe, tutarajie nini na nini kifanyike ili kuzuia vurugu kutokea kabla, wakati na baada ya uchaguzi? Unajua sasa vurugu sijui kwamba tuseme watu tu mara nyingi wanataka tu kwamba vurugu litokee. Manake tushapewa tarehe za kuchagua. Mimi kila ambacho nafikiria ni kwamba mmoja, nadhani tume ya uchaguzi imeandaa mazingira mema kuona kwamba kuna utaratibu wa hiyo siku, mtu kutoka kwake akaenda akapiga kura, akarudi nyumbani, akasikiza kura atakavyotangazwa. Pili, taasisi ya ulinzi, tunajua kwamba labda wameweka mikakati ambayo italinda upigaji kura na jamii ambao wanapiga kura. Alafu pia ule uwazi wakati wa kupiga kura, kwamba nimekuja na kadi yangu upigaji kura, wakati wa kuhesabu kura kuwepo uwazi kwamba zile karatasi waliokuwa pale kuchunga upigaji kura ndio wameweka sahihi, kura zilizohesabiwa ndio hizo, ili kusizushe ama kusizuke hilo vurugu. Maanake mtu akiwemo kwamba tumeelimisha kwamba nenda siku ya kupiga kura, piga kura yako alafu rudi nyumbani. Huo uhamasishaji umefanywa sana na katibu ama mkuu wa upigaji wa taasisi ya upigaji kura. Manake kama ni siku yako, ndio ni haki yetu kama umma tukwenda kupiga kura, tena kumpigia mtu ambaye unataka. Manake hakuna mtu ambaye amelazimishwa kwamba utampigia huyu ampigie kule. Wewe kupenda kwako unaamua unaenda kumpigia nani. Hiyo siku naenda unapiga kura, kishamaliza kupiga kura, wale ambao walichaguliwa na wagombeaji wenyewe kwamba wewe utaniingia kura yangu, na wale ambao wamepewa mafundisho katika taasisi ya uchaguzi kwamba wakati wa kura mfanye hiki na hiki na hili. Mimi naamini kwamba haya yote yakitendeka vyema hatutakuwa na vurugu lolote. Vurugu litatokea pale ambapo mtu anaona kwamba hajatendewa haki. Wewe binafsi unatarajia Uganda itakuwa ni Uganda ya aina gani baada ya uchaguzi huu? Kawaida tu, naona kawaida. Yani mimi sioni kwamba kutakuwa na tatizo. Mimi naona mambo yataendelea. Naomba kwamba kusiwe kwa vurugu, tutapiga kura zetu, tumalize, watatangaza mgombea yule ambaye amepita kuliko wote, na maisha yanaendelea na shughuli zinaendelea. Mimi ndio imani niko nayo kwamba tutapiga kura kwa usalama. Vurugu tuombe heri kwamba hazitatokea, watu wataridhia. Manake kawaida nyote hamwezi mkashinda, wala ambao watakuwa wameshindwa watajua ndio hali ilivyo, ndio wa jamii ilimtaka huyu, basi wacha kafanye kazi. Ni mchambuzi wa masuala ya Uganda Aida Mutenyo kama alivyozungumza na Peter Mwangangi. Na sasa tugeukie mechi za michuano ya kombe la kimataifa la AFCON, na timu zipi zitafuzu ama kufaulu hatua ya robo finali. Huyu hapa Ahmed Bahaj. Mkoko ndio mwanzo unawalika maua katika dimba la AFCON linaloendelea nchini Morocco. Hivi sasa tumetinga katika hatua za robo finali, ambapo ni timu 8 zinazokutana. 4 watafuzu katika nusu finali, 4 watafungasha virago warudi nyumbani. Katika hizo timu 8, timu 7 zimewahi kushinda michuano hii ya AFCON, alafu timu moja pekee ndio haijawahi kushinda, ni EP. Lakini kwanza kabisa nataka tuzungumze na Ramadhan. Wawakilishi wote kutoka Afrika Mashariki hawakufuzu katika hatua hii ya robo finali, ikiwa ni Tanzania, ikiwa ni Uganda pamoja na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wewe unaona kibinafsi Tanzania ni wapi ambapo palikoseka na kwa bahati mbaya iliyotokea wakashindwa kufuzu katika robo finali? Kwanza tuweke vizuri hapo kwenye mpira wa miguu, eneo
eneo letu ukanda wa Sekafa una Sudani walifuzwa hatua ya 16 bora kama ilivyo Tanzania. Kwa hiyo kwa watazamaji wetu vizuri wajue tunapozungumza kwenye ukanda wa soka Sekafa region yetu ambayo kwa mujibu wa CAF kwenye viwango vya ubora na ushiriki kwenye michuano kama hii uko chini sana. Maana una Kosafa kule Afrika Kusini, UNAF kaskazini, kuna Wafu kule West Africa, lakini kwetu huku maana yake Sudani ipo na Tanzania ndizo ambazo zimepenya hatua ya 16 bora. Kwa Tanzania ukilinganisha na viwango vyake yenyewe kwenye ushiriki wa AFCON, mwaka huu umekuwa best kwao, ingawa wameishia hatua ya 16 bora kwa sababu wameshiriki, hii ni mara ya 4. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka 1980 kule nchini Nigeria, lakini wakashiriki 2019, wakashiriki finali zilizopita 2023 kule Ivory Coast na hizi. Sasa mara zote huko haijawahi kusonga mbele kutoka hatua ya makundi kwenda hatua ya 16 bora. Kwa safari hii ndio mara ya kwanza. Kwa hiyo kwa Tanzania kwa viwango vyake ndio bora zaidi kuliko zote zilizowahi huko nyuma. Lakini kwa kile kilichokiona uwanjani, kwa hasa mahususi tunazungumzia Tanzania, kuna hatua kubwa imepigwa, na hasa juu ya namna wachezaji wanapokea maelekezo kutoka kwa benchi la ufundi bila kuathiriwa na pressure kutoka kwa mashabiki uwanjani. Kwa mfano siku wanacheza na Morocco mechi ya raundi ya 16, mashabiki zaidi ya 60, ule uwanja ulikuwa na watu 63, ambapo kwa kiasi kikubwa zaidi ya 99% ni wenyeji Morocco, lakini bado wachezaji walikuwa wanacheza kwa mpango kazi wa mwalimu ambao ulikuwa ni kwa timu ya pili uwanjani kuzuia zaidi kushambua kaunta kwa kushtukiza. Mechi inakamilika, wenyeji walimiliki mpira kwa 71%, Tanzania 29%, lakini kwenye kufika kwenye final third, eneo la mwisho, Tanzania walikuwa na fursa ambayo kimsingi matokeo ya moja bila hayaakisi kile walichokionyesha, lakini mwisho wa siku kilichowabeba zaidi mpaka kufika hatua hii ni utekelezaji wa mpango kazi wa mwalimu. Sawa. Na ndio tukirudi kwake Mrefu sasa, unadhani timu zetu za Afrika Mashariki, Tanzania, Uganda na DRC kama vile tumehitaja pia Sudan, zimejifunza nini haswa, sisi ukanda huu ukiwa utakuwa wenyeji katika mashindano ya AFCON 2027? Mafunzo ni mengi, kwa sababu unapata jinsi ambavyo Ramadhani ameweza kuiweka ni kwamba viwango vyetu kama Afrika Mashariki kidogo havijakuwa katika vile viwango vya ubora vya kuweza kupigana katika mashindano haya ya AFCON. Lakini ukitazamia jinsi ambavyo Tanzania wamecheza pamoja na Kongo, unapata ya kwamba kidogo wamepiga hatua, na kujipata katika raundi ya 16 si jambo rahisi katika mashindano ya AFCON. Na kwa hivyo wao kuingia katika raundi ya 16 unapata ya kwamba wamejifunza mengi, si kushiriki tu bali pia kuingia katika hatua kama ya raundi ya 16. Tunafahamu ya kwamba soka, jinsi ambavyo hatua zinavyozidi kusonga, ndivyo unapata ya kwamba kunakuwa na changamoto hata zaidi, na unapata ya kwamba wale wanapendeza sana ni Tanzania, kwa sababu walivyocheza na Morocco hasa kipindi cha kwanza wacheza vizuri sana, na najua ya kwamba hayo ni mafunzo ambayo wameyachukua na watayapeleka katika mashindano haya kwa miaka zijazo. Sisi kama waandalizi mwaka 2027, basi unapata ya kwamba hayo ndio mafunzo ambayo wataichukua na kuyaleta hapa Afrika Mashariki, kwa sababu kuingia katika hatua ya 16 na jinsi walivyosimama wima dhidi ya Mwarabu Morocco, kama mwandalizi naweza nikasema ya kwamba wana mengi sana ambayo wamejifunza katika si mechi hiyo tu, bali kushiriki na hata kuingia katika raundi ya 16. Naam, haya yaliyopita si ndwele, tugange yajayo hivi sasa katika hatua za robo finali, na siku ya Ijumaa hii leo mechi ya kwanza mamtanangi wa kwanza utakutanisha timu ambayo haijashinda michuano hii ya AFCON. Katika zile timu zilizosalia, Mali pekee ndo haijawahi kushinda taji hili. Watakuwa wanakipiga dhidi ya the Lions of Teranga, Senegal wakiongozwa na Sadio Mane. Ramadhan, tutegemee mechi ya aina gani, hasa tukizingatia hawa Mali hawa wana roho 7, hawajashinda katika mechi zote za makundi, lakini katika hatua ya 16 wamefuzu kupitia mikwaju ya penalti. Tutegemee mechi kali, mechi ya kusisimua, kwa sababu kama vitoka kueleza, hawa siku zote wao wanaitwa wazee wa near miss, yani wao wanakaribia alafu wanaishia kutoka, ndio rekodi zao. Sasa safari hii wana kikosi bora sana, lakini mhimili wao kwa mfano ni pamoja na golikipa Djigui Diarra, ambaye yeye amekuwa na kiwango cha juu mno kiasi ya kwamba anawapa nguvu na wengine sasa wafanye vizuri walioko maeneo ya mbele, kwa sababu sio tu katika kuzuia, kwa maana ile ni kwamba ni shot stopper, anazuia mashuti asiingie wavuni, lakini yeye kwenye build up yeye anaongeza idadi. Mali wananufaika kwamba unaona una ukuta watu 4, lakini kimsingi wako 5 kwa sababu Djigui Diarra ana uwezo mzuri sana kucheza mpira kwa miguu, kwa hiyo ndio silaha yao. Lakini bahati mbaya kwao wanakutana na Senegal, Simba wa Teranga ambao wako vizuri mno. Halafu kwenye performance yao kwenye michuano hii mpaka sasa wako vizuri sana, lakini mimi kwa namna nilivyoona wanavyocheza Mali kwa kiasi kikubwa, kama unacheza kwenye michuano hii alafu golikipa wako ndo anakuwa man of the match na kwenye kikosi bora cha wiki yumo, sio taarifa nzuri sana.